Donald Trump, rais wa Marekani, anaweza kuondoa wanajeshi wa Marekani kutoka Ulaya. Rais huyo anasema anataka kujumuisha suala hilo katika mikataba ya kifurushi na washirika wa NATO. Trump hakupuuza uwezekano huo. Marekani inaweza kuondoa wanajeshi wake karibia 100,000 kutoka katika bara la Ulaya Mashariki. Shirika la habari la NBC linaripoti likimnukuu rais huyo akisema, "Sawa, ningeweza, ninamaanisha inategemea. Tunalipa gharama za kijeshi huko Uropa. Haturudishiwi pesa nyingi," Trump aliwaambia waandishi wa habari katika ikulu ya White House. Hata hivyo, katika kipindi hiki ni kama vile amewakalia shingoni watu wa Ulaya. Itakuwa ni moja ya mambo ambayo yanajadiliwa wakati huu na halihusiani na masuala ya biashara, lakini rais huyo anasema anadhani wataifanya kuwa sehemu yake kwa sababu ina maana. Itakuwa ni nzuri kuifunga yote katika kifurushi kimoja kwa kila nchi. Unajua, ni nzuri na ni safi sana kuhakikisha watu wa Ulaya wanalipa kwa ajili ya wanajeshi wa Kimarekani. Kufikia mapema mwaka 2025 kulikuwa na wanajeshi 84,000 waliopelekwa katika bara la Ulaya na walikuwa wakitoa mafunzo katika baadhi ya mataifa huko katika mataifa ya NATO. "Ni ushauri wangu kudumisha mkao huo wa nguvu kama ilivyo sasa," amesema akiwaambia waandishi wa habari. Hata hivyo, kwa upande wake, waziri wa ulinzi Pete Hegseth juu ya suala hilo amesema kwamba mtu pekee ambaye ataweza kufanya uamuzi kuhusu muundo wa nguvu wa askari wa Marekani barani Ulaya atakuwa ni rais wa Marekani Bwana Donald Trump, anasema waziri huyo wa ulinzi. Urusi imeeleza mara kwa mara wasiwasi mkubwa kuhusu upanuzi wa NATO na shughuli za kijeshi za jumuiya hiyo karibu na mipaka yake baada ya Washington kuingia katika mazungumzo na Moscow yenye lengo la kufikia usitishaji mapigano katika mzozo wa Ukraine na kurejesha uhusiano wa nchi mbili. Urusi ilikaribisha kile ilichokiita nia ya Marekani kuchunguza sababu kuu za mgogoro, ikiwa ni pamoja na matarajio ya Kiev kujiunga na jumuiya ya kujihami ya NATO. Hata hivyo, Marekani imesema itaendelea kuwa na mijadala inayoendelea, ikiwa ni pamoja na ya ndani ya muktadha wa mazungumzo ya Ukraine na Urusi kuhusu jinsi mkao wetu wa nguvu unapaswa kuwa katika bara. Lazima tushughulikie sababu za mzozo huu na lazima tuangalie vema maslahi ya Marekani na kuhakikisha ugawanaji wa mizigo barani Ulaya pia, aliongeza rais huyo wa Marekani. Marekani ndio mchangiaji mkubwa wa kifedha na kijeshi wa NATO, na Trump amerudia kukosoa wanachama wa umoja huo wa Ulaya kwa kushindwa kufikia malengo ya matumizi ya ulinzi. Majadiliano kuhusu uwezekano wa kupunguzwa kwa wanajeshi yanakuja wakati utawala wa Trump unaendelea kushinikiza washirika wa Ulaya kuwajibika zaidi kwa utetezi wao. Basi mtazamaji wa The World News, bila shaka nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.